Morning Victory kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa na kujuza mengi katika yale ambayo niliyoweza kukuandalia, na huu ni wasaa mzuri kujuza yale ambayo ameweza kujiri nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni Georgina Watatu. Tuangazia kuhusiana na upande wa Israel kuweza kutoa onyo dhidi ya Lebanon kuweza kuingilia mgogoro wa kivita ambao upo kati ya Irani pamoja na Marekani. Na hata hivyo unakuja kuangazia jinsi gani ambavyo Israel ameweza kujiamini, naweza nikasema hivi, kwa haraka zaidi kuweza kutoa onyo hili kwa upande wa Lebanon katika kuhakikisha kwamba hawataweza kuingilia katika mgogoro huo au katika mzozo huu ambao upo kati haya mataifa mawili, Irani pamoja na Marekani. Lakini hata hivyo unakuja tena kuangazia jinsi gani ambavyo upande wa Lebanon kwa kuweza kushirikiana na Irani katika masuala mbalimbali. Tunafahamu Lebanon na Irani wanashirikiana katika masuala mbalimbali ya kidiplomasia, lakini hata hivi katika masuala ya kiuchumi, katika masuala ya kiusalama, ni mataifa ambayo yanashirikiana vizuri zaidi. Na bado nakuja kuangazia jinsi gani ambavyo Lebanon pia na Israel, Lebanon na Marekani, tunafahamu kulikuwepo na sintofahamu kati ya Lebanon pamoja na Israel, lakini kwa rais wa Marekani Donald Trump aliweza kuondoa mzozo huu ambao ulikuwepo. Kikundi cha Hezbollah ambacho kinapatikana katika taifa hilo la Lebanon kilikuwa kinapigana na taifa la Israel, lakini baada tu ya rais wa Marekani Donald Trump kuweza kuingia rasmi na kukabidhiwa madaraka yake kuwa rais wa Marekani kwa awamu nyingine tena, miongoni mwa ahadi zake ambazo alizokuwa akiweza kuahidi ni pamoja na kuweza kuondoa migogoro ambayo ipo upande wa Mashariki ya Kati, lakini pia mgogoro ambao upo kati ya Urusi pamoja na Ukraine. Na kwa hilo akaweza kufanikiwa kwa asilimia kadhaa, naweza nikasema hivyo, kwa upande wa Mashariki ya Kati, kwa sababu tumeweza kuona jinsi gani ambavyo mgogoro uliokuwepo kati ya Israel pamoja na Hezbollah ambacho ni kikundi ambacho kinapatikana katika taifa la Lebanon aliweza kufanikiwa. Lakini hata hivyo mgogoro ambao ulikuwepo kati ya Israel pamoja na Hamas, kikundi ambacho kinapatikana katika taifa la Palestina kwa pale ukanda wa Gaza, napo pia aliweza kufanikiwa. Lakini unakuja kuangazia jinsi gani ambavyo onyo hili liliweza kutolewa na waziri wa Israel Benjamin Netanyahu kuhusiana na Lebanon kushirikiana na Irani katika mzozo huu ambao upo kati ya Irani pamoja na Marekani. Kuweza kutoa onyo hili ni kama vile kuanza kuwakumbusha kuhusiana na mapigano ambayo yalikuwepo kipindi cha nyuma, mzozo ambao ulikuwepo kipindi cha nyuma kati ya Israel pamoja na Lebanon. Licha tu ya kwamba Israel ilikuwa anapigana na Hezbollah, lakini kwa asilimia kubwa zaidi wananchi ndio ambao walikuwa wanataabika katika taifa hilo la Lebanon. Kwa ni kama vile anawakumbusha kwamba kushirikiana na Irani ni kama vile itapelekea kurudi nyuma tena kwa kile ambacho kilichoweza kutokea kipindi cha nyuma. Na hata hivyo unakuja kuangazia jinsi gani ambavyo kwa upande wa Israel anashirikiana na Marekani, na tuliweza kuona wiki iliyoweza kuisha pale ambapo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alipoweza kufanya ziara yake katika taifa la Marekani na kukutana na rais wa Marekani Donald Trump na kuweza kuzungumzia kuhusiana na masuala mazima ya nuclear. So unaweza kupata picha yeye kuweza kuzungumzia masuala ya nuclear na Marekani ni kama vile ameona ni sahihi kwa upande wake yeye, na hii labda ni ushirika ambao upo kati ya Marekani pamoja na Israel. Lakini kwa upande wa Lebanon ni kama vile ameweka kizuizi kwa Lebanon kutoweza kushirikiana na Israel katika masuala mazima ya mvutano huu ambao upo kati ya Irani pamoja na Marekani. Na bado unakuja kuangazia jinsi gani ambavyo mpatanishi Oman, ambapo tunategemea kuwepo kwa mazungumzo mengine tena ambayo yatafanyika kwa pale Geneva, Uswizi, ambapo yataweza kuwakutanisha kati ya Marekani pamoja na Irani pamoja na mpatanishi mwenyewe katika kuhakikisha kwamba mgogoro huu au mvutano huu unaenda kutamatika. Unaweza ukafikiri vipi kuhusiana na onyo hili ambapo Israel imeweza kulitoa kwa Lebanon? Je, Lebanon wataweza kukubali na kukaa kimya? Na ataweza kukubali kuweza kuona mshirika wake wa karibu zaidi Irani akiweza kuingia labda katika mvutano mkubwa na yeye akiweza kukaa pembeni? Mtazamaji, natamatisha hivyo Morning Victory siku hii ya leo. Ni saa 2:57. Natumai nitakuwa nimekujuza mengi katika yale ambayo nimeweza kukuandalia siku hii ya leo.